Haleluya. Nataka tufanye kitu prophetically kidogo. Nataka tufanye kitu kwa roho ya unabii. Simama tuko miguu yako kwa dakika moja. Haleluya. Tutapiga makofi mara mbili kwa aina ya maombi na tutaenda kwa somo mara moja. Angalia jirani yako mwambie tutapiga makofi. Nataka nikuibie siri ya kwamba kila wakati unapopiga makofi kwa Mungu ina maana mbele. Hiyo makofi huwa inaenda mbele ya Mungu kama sadaka ya sifa na huwa inaenda mbele ya adui zako kama risasi. Haleluya. Amen. Biblia inasema ya kwamba walipofika katika bonde la Tekoa, Jehoshafati akawaambia mwamini Mungu naye atawastawisha na mwamini nabii wake nanyi mtafanikiwa. Na walipoanza kusifu maadui zao wakageukiana wao kwa wao, kwa sababu sifa ilienda kama sadaka mbele za Mungu na ikaenda kama risasi kwa maadui. Ninataka uelewe ya kwamba utakapopatia Bwana makofi ya sifa, adui zako watapata tabu, adui zako watapata magumu, adui zako watakosa furaha, adui zako watasikia amani imepotea. Haleluya. Kwa hivyo hiyo makofi unapoipiga utaipiga ukiambia Baba, natangaza leo kila chochote kilichofunga maisha yangu ama kusimama kwa njia ya mafanikio yangu, hii makofi na ikitandike kukitandika. Haleluya. Rafiki yangu mmoja akawa anafanya mkutano pale London. Akiwa anafanya mkutano London, akaambia watu tutapiga makofi, na watu wakasimama wakapiga makofi. Akawaambia nilipata ufunuo kutoka kwa rafiki yangu anaitwa Axon ya kwamba makofi yetu yanaweza kuwa ni silaha. Tutapiga makofi. Na watu walipopiga makofi, baada ya ibada dada mmoja akarudi nyumbani, na aliporudi nyumbani akakuta nyanya yake Shosh anajishika mashavu hivi. Akamuuliza Shosh, kwa nini una huzuni? Akamwambia leo nimefanyiwa kitu sijawahi kufanywa kwa maisha yangu. Akamuuliza umefanyiwa nini? Akamwambia nilikuwa nakaa tu hapa, mara moja nikasikia mtu anaanza kunichapa makofi kwa mashavu na sijui ni kwa nini na ametoka wapi. Akamuuliza Shosh, ilikuwa saa ngapi? Akamwambia ilikuwa kitu saa 8:30. Akakumbuka wakati tuliambiwa hiyo makofi yetu itapiga kila anayeketi juu ya hatima yetu. Ilikuwa saa 8:30. Akamwambia Shosh, ngojea kidogo. Akatoka nje akasema Mungu, kama kweli unajua ukweli ni huyu ndiye ufunga maisha yangu, hii makofi tena na iachilia. Alipoguza hivi akasikia ndani Shosh. Akarudi akamwambia nyanya, ni wewe ndio unanisumbua, sasa sitaenda mbali. Akaanza nyanya akamwambia acha niokoke. Alo, utayaweka pamoja leo kila uchawi, kila ushirikina, kila urogi, kila mashikaombwe na chochote. Unapopigia Bwana makofi na tangaza yavunjike. Anza kupatia Bwana makofi ya heshima. Patia Bwana makofi ya heshima. Patia Bwana makofi ya baraka. Patia Bwana makofi ya nguvu. Patia Bwana makofi ya rehema. Mwambie anatosha na anaenea. Mwambie yeye ni mwema. Mwambie yeye anastahili. Mwambie yeye anafaa. Kwa damu yake apokee sifa, apokee utukufu, apokee mamlaka, apokee heshima. Na kwa kila adui wa maisha yetu, acha yawachanganyishe, acha yawapotezee idea zote kwa jina la Yesu. Patia Bwana makofi ya heshima. Anastahili Bwana, anaendea Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tutapiga makofi ya mwisho ambao ni ya maisha. Sema makofi ya maisha. Ninataka upige makofi, na hiyo makofi utapiga iwe umri ya miaka unataka kuishi. Haleluya. Hiyo makofi utapiga Bwana aifanye umri ya miaka unataka ujitabirie. Twende patia Bwana makofi ya shalom. Patia Bwana makofi ya shalom. Haleluya. 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 Sifa kwa Mungu. Haleluya.
Anailia Bwana. Glory, 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 glory. You deserve the glory. You deserve the honor. You deserve the power. You deserve the adoration. My God and my Savior, my Redeemer and my Father. We worship you. We exalt you. We magnify you. We exalt your holy name. You are glorious. You are powerful. You are awesome. You are God. You are wonderful. We love you. We love you. We love you. We love you. We welcome you here today. We welcome you here today. My God and my Father. Jesus Christ of Nazareth. We are in this place. We are in on this place. We love you. We love you. We love you. We praise you. We exalt you. We magnify you. Hallelujah. Hallelujah, our God. Hallelujah, our Father. Hallelujah, our Master. Yes. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Oh, hallelujah. 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 Praise the Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. Tuheshimu neno la Mungu, kila mmoja ambaye ameketi asimame. Kitabu cha Waamuzi 8 mstari wa 4. Waamuzi 8:4. Biblia inasema Gideoni na wenzake 300 wakafika Yordani, wakavuka, ingawa walikuwa wamechoka sana, waliendelea kufuatilia adui zao. Amen. Nisaidie uangalie jirani yako, umwambie nimechoka lakini sijamaliza. Angalia mwingine kwa sehemu nyingine, umwambie nimechoka lakini sijamaliza. Tunaweza kuketi. Kwa haraka tu niseme ni asante tena kuwa hapa, na kwa wale ambao hawajui mimi ni naitwa nani ama nimetoka wapi, mimi ni huyo memba wenu mwenye anakuaga Nairobi. Ninakuaga huko. Mimi ni mmoja wa wale ambao mtakuwa mkiniona sana nikija huku, kwa sababu hapa ni nyumbani. Haleluya. Naitwa Pastor Ackson na ninashukuru Mungu sana. Nasema asante kwa baba mchungaji kwa kutupatia nafasi hii ya kuja ili kwamba tuwe na muda pamoja ya kushare neno la Mungu. Pia asante kwa mama, asante kwa wachungaji wote na viongozi wote wa ngazi zote zile. Pia asante kwako kwa kuja ili kwamba tuwe na muda mzuri pamoja. Angalia jirani yako, mwambie pastor anakushukuru. Tulianza jana somo inasema nimechoka lakini sijamaliza. Na tuliangalia vitu fulani vinavyofanya watu kuchoka na vinavyofanya watu wasimalize. Lakini tulipoangalia tukagundua vingi sana vinafuatana na sisi wenyewe. Si ni ukweli? Tuliangalia tukakutana vingi vinatokana na sisi wenyewe. Ndugu mmoja kutoka pale Tanzania akaenda marathon.
Na alipofika marathon, wakawa wanakimbia. Walipokuwa wakikimbia, akafanya wrong move, akaanguka. Na alipoanguka, hapo mguu yake ikavunjika. Na mguu wake ulipovunjika, hakukuwa na uwezo tena ya kumalizia. Wengi wakaendelea, lakini akakataa. Akaendelea kuvuta huo mguu, akavuta huo mguu. Na walipoona anaendelea kuzunguka uwanja, wakashindwa kuelewa ni kwa nini na hawawezi kumaliza. Wengine wote wamemaliza, lakini bado anaendelea kuvuta mguu. Akaenda, akafuata, akasukuma, akajivuta. Na alipofika kwa laini ya mwisho, akavuka. Journalist wote wakaacha aliyekuwa wa kwanza, wakaacha wote ambao walishinda, wakasahau starehe zote, wakamwendea yeye. Na swali lilikuwa moja: kwa nini uliendelea na maumivu na uchungu? Akawaangalia, akawaambia, kwa sababu Tanzania haikunituma nije nianze, Tanzania ilinituma nije nimalize. Waliponipea kazi waliniambia niende nimalize, sio niende nianze. Sijakuja kuanza, nimekuja kumaliza. Haleluya. Duniani tuko hapa, lakini shida kubwa sana ni kwamba wengi wetu tunajua kuanza, lakini hatujui kumaliza. Wengi wetu tuna roho ya kuanza, na ndio kwa maana unakuta tunaanza sana kila kitu. Ukiona mwenzako tu anafungua kaduka kambao hapa, kesho hiyo line yote ni duka ya mbao. Ukiona tu mtu amefungua ka cyber cafe hapa, kesho mtaa yote cyber cafe, kwa sababu tunajua sote kuanza, lakini hakuna mtu yuko tayari kumaliza. Wakati unakuta tu mhubiri anaanza kupata kama mafuta kadogo, mchungaji hana tena la kusema. Wainjilisti wenye wako hapo wanisikize vizuri. Kama mafuta kakiingia kadogo tu, basi mchungaji hataongeaga tena. Kwani sasa mchungaji wewe mwikia kwa ndio utakuwa ukihubiri kila siku jamani. Hata sisi tunasikia kama nguvu kama Mungu kanaingia ndani yetu. Jamani, kuanza huduma ni rahisi, lakini ni wachache umaliza huduma. Kuanza kusikia mwito ni moja, lakini kumalizia mwito ni nyingine. Ndio kwa maana nikiwaambia, mnapokutana mtu anasimama kama baba yetu, asimame hapa tuambie amehudumu zaidi ya miaka tuseme 30 ama 40, jua ya kwamba kuna neema ya kumaliza. Nasema jua kuna neema ya kumaliza. Haleluya. Neema ya kuanza inaweza kuwa na kila mtu, lakini sio neema ya kumaliza iko na kila mtu. Ukitaka kujua kitu inafanyikaga Kenya ni kwamba wakikuongea Kenya saizi na every TV na kila radio iongee kukuhusu, usiboeke. Kenya hawezi kusustain historia ya mtu for 1 week. Tukikuongea baada ya siku 2, kuna kingine kitu katafanyika tunakusahau. Sote tunaenda huko kwa sababu tunajua kuanza. Halo? Yes. Sasa watu wengi wako hivyo. Unakutana tu, nilisikia kawito, unafungua kanisa hapo hivyo. Kanisa la Mungu. Sasa tunasikia mwingine alifungua hapa. Kufungua ni rahisi, lakini wapige muda uangalie wataenda miaka ngapi. Wapige muda uangalie wataenda kiwango gani. Wapige muda uangalie watamaliza namna gani. Kwa sababu wengi huanza, lakini wachache kuchoka ni moja ya kawaida ya maisha, lakini kuchoka sio shida. Kuachilia kwa sababu umechoka ndio shida. Unasikia mtu kwa mapigania, mimi nisipooleka nitakufa. Mumwache aoleke. Baada ya miaka 5 nimechoka. Sasa unamuuliza umechokea nini jamani? Ulitusumbua jana, leo Kwa hivyo ukikuta watu wanatembea wanakwambia tumekuwa pamoja kwa miaka 20, waheshimu. Kwa sababu kuanza ni rahisi, lakini kumaliza sio ya kila mtu. Amen. Amen. Haleluya.
hivyo wahuduma wengi unakutana wako na hiyo shida. Kijana mmoja hapo Uganda alisumbua mchungaji wake. Anakuja anaambia mchungaji wake, mchungaji, mimi ninaona mahubiri yako haina tena moto sana. Mimi ndio nasikia moto inaniwaka ndani. Usione simba kalala ukafikiri ni paka. Usione vigogo vinakuja, watu wanakuja na jasho vijana wanajifanya tulia. Kuna upako ambao unaweza kuwa umetulia na inabeba kile unatafuta. Kuna mtu anaweza kuwa hatoi maonabii. Unajua kuna maonabii zinatusumbua saa hizi kwa Afrika. Maonabii zingine za maajabu ajabu. My sister, I can tell you the number of your shoe. Sasa namba yangu ya kiatu na Roho Mtakatifu vinakutana? Hakuna. Nataja jina yako. Nikitaja jina yako unaanza tetema, unasema, ya, ananijua. Jamani, kutaja jina yako, hata warogi wanataja jina yako. Hata waaguzi wanataja jina yako. Angalia mtaka kumwambia tumeanza vizuri. Tumeanza vizuri. Omba Mungu akupe neema ya kumaliza vizuri. Mungu akupe neema ya kumaliza vizuri. Haleluya. Ndio unakuta watu leo kwa hii kanisa anaanza kusikia ni kama ameanza kuboeka na mahubiri. Kesho anaenda kwa hiyo kanisa, kesho anaenda kwa hiyo kanisa. Let me tell you this. Kila kanisa ni nzuri mpaka uingie ndani. Ukiingia ndani ndio utajua magumu yake. Kwa sababu nyumba usioishi ndani hauwezi jua inavuja wapi. Sasa tulia, Mungu akupe neema ya kuanza na kumaliza. Wakristo wengi ni kama grasshoppers. Anaruka kutoka hapa, anarukia hapa, anaruka kutoka. Unajua grasshopper huwa hairuki kwenda mbali. Inaruka tu kutoka hapa kwenda hapa, kutoka hapa kwenda hapa. Na ikiruka hivyo, baada ya siku ikiisha ukiangalia imefanya nini? Hakuna, imechoka bila kuachieve. Na ndivyo wengi wetu tunafika mahali unasikia nimechoka, nimezunguka ya kutosha, nimekuwa hiki, nimekuwa akikuelezea kutajia makanisa unashangaa mpaka TV ni kanisa yake. Kwanza ni rahisi, lakini sio wote umaliza. Nimekuja kukutangazia utukufu uja tukimaliza. Nasema utukufu uja tukimaliza. Amen. The glory of God comes when we finish. I pray that the Lord will enable you to finish strong so that you may be glorious. Amen. 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 Kwa hivyo utaelewa ya kwamba huyo mtoto alikuwa anakuelezea hiyo kijana hapo Uganda, akasumbua mchungaji wake sana. Kila siku anamwambia mchungaji, niko na injili na nataka ndio unipatie na nitandike. Nihubiri. Mchungaji akamwangalia akatuliza. Nitafanya kijana namna gani? Akamwambia sasa Sunday nitakupatia 20 minutes. How many minutes? 20. Utafanya nini? Ukihubiri ukimaliza 20 minutes nitakuja nimalizie. Kijana usiku mzima anafanya practice. Anakanyaga hata viti. Anaendelea anasema wewe Bwana anasema usiku kwa room yake. Practice. Ananyoosha nguo, inanyooka tena anainyoosha. Nitawaonyesha kesho kama mchungaji sio peke yake mhubiri. Sikiza nikuibia siri, mtoto wa Mungu. Wale wenye umaliza huwa hawa compete. Huwa wana compliment. Wenye umaliza huwa hawa compete. Huwa wana compliment each other. Wenye umaliza huwa hawapingani, huwa wanaongezeana. Wenye umaliza huwa hawa split, huwa wana multiply. Amen. Can I talk to somebody? Kijana alipoingia kanisani amejiandaa kushangaza mchungaji. Akasimama kwa madhabahu, akaanza haleluya wangu. Haleluya na nyinyi huku. Na hao hapa haleluya. Mahubiri kaanza. Kijana akatandika mahubiri. Baada ya dakika 5 mahubiri akageuka akasema Mungu awabariki. Kugeuka mchungaji akamwambia nilikupea 20 minutes. Akasema okay, hamna shida, nitarudia kile nilisema. Akaanza tena mwanzo. Akatandika. Baada ya ile dakika ngapi? Jana maneno? Akasema sasa mchungaji, akamwambia kijana akasema sasa nitawapia ka story. Akawapia ka story. Baada ya dakika 3:30
Akaangalia mchungaji akamwambia, akamwangalia akamwambia, mchungaji, tuachiane makazi. Nilipigania kazi yenye sio yangu. I'm talking to somebody here. Tuko na shida kwa sababu tunapupia kila kitu. Tunataka tubebe supermarket ya kila mtu. Ideas ni supermarket. Ninataka niwe pastor, niwe professor, tena niwe doctor, tena niwe hiki, niwe shemasi, niwe mwimbaji, niwe mwombaji, niwe jamani tutauana bure. Angalia mwenzako mwambie tuachiane vipawa. Tuachiane vipawa. Angalia mwingine mwambie tukubaliane. Jamani, mwenye anajua kukuliko unafanya nini? Unamwachia. Unamkubali. Nilikuwa nafunza kina Naomi on Sunday ya kwamba Daudi aliokota mawe ngapi? 5, lakini alitumia mawe ngapi? Jamani, tunaweza kuokotwa sote lakini hatutatumiwa sote. Tunaweza kuokotwa sote mahali moja lakini kutumiwa tutatumiwa mmoja. Kwani sote tunahubiri hapa? Si mimi peke yangu ninahubiri? Haleluya. Sasa ukiona ndugu yako anaanza kubarikiwa, ujue ya kwamba ufurahi kwa sababu Yesu Kristo iko katika mtaa. Listen, I say it again. If you see your neighbor blessed, rejoice because it means Jesus is in the neighborhood. Akitoka kwa jirani atakuja kwako. Ukiona baraka zinaanza kukukaribia, jua zitakuja kwako. Njia moja ya kuzifunga ni kujifungua. Haleluya. Waliojua kumaliza, walijua kukubaliana. Wanajua ya kwamba sote hatuwezi kutumika mara moja na sauti zote haziwezi kusikika pamoja. Wanajua hiki ya kwamba kupingana kwa sababu tunataka kuonyesha akili huwa haijengi. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu anaitwa Kaini, sema Kaini. Kaini. Na ndugu yake alikuwa anaitwa Abeli. Kaini na Abeli. Huyu Kaini anajua Mungu alilaani udongo. Lakini anaenda kujipea kazi ya nini? Ya udongo. Anaanza kulima udongo ambayo Mungu ameshaka. Nafikiri wakati alikuwa anatoa hiyo majani yake, akienda kutolea Mungu sadaka, Mungu alikuwa anasikia anamuka tumbaku. Anachoma majani, huyu ni nini ananiletea? Abeli akienda kutolea Mungu, anamtolea kondoo. Haleluya. Akitoa kondoo, Mungu anasikia harufu nzuri. Kaini akakasirika. Ni nani upokea sadaka? Si ni Mungu? Sio Abeli aliamua yake kubalike, ya huyu ikataliwe. Kaini akakasirika. Akafanya nini? Akamuua Abeli. Nisaidie angalia jirani yako mwambie, ukitaka kuwa kama simba, Ukitaka kuwa kama usiuwe simba. usiuwe simba. Jifunze kutoka kwa simba. If you want to be like a lion, don't kill a lion. Learn from A lion. Hallelujah. Am I talking to somebody? Yes. Acha nikupatie ufunuo. Kaini angelijua ya kwamba Abeli ni ndugu yake na sadaka ya Abeli imekubalika. Ni nini Kaini angelifanya? Kwa sababu Mungu anamwambia Kaini, je, ulitenda wema nikakukatalia? Mungu anamuuliza hivyo, si ndio? Wema ingelikuwa ni nini? Hekima ya Kaini ingelikuwa nini? Ndio hekima Mungu anataka uchukue leo. Hekima ya Kaini ingelikuwa nini? Kaini angeligundua ya kwamba chakula ya sadaka ya Abeli ni sadaka ya Kaini. Kwa sababu kondoo una majani. Sasa Kaini angechukua majani anapea kondoo. Alafu kondoo akila anapotolewa kama sadaka, anatolewa akiwa yeye ni sadaka ya Abeli na ndani yake kuna sadaka. Halo. Akala jirani yako mwambie tukubaliane. Tuachiane makazi. Tuachiane makazi. Ukikuta mwenzako anakubalika, ungana na yeye. Ukikuta mwenzako amepewa neema, ungana na yeye. Ukikuta mwenzako mbingu zinamruhusu kwa hiyo muda, ungana. Patia Bwana makofi mazuri. Nafikiri Kaini angelijua kupea kondoo majani, angelikuwa anangojea kondoo akienda kutolewa, anasema Mungu, hiyo kondoo ilinona kwa sababu
Kwa hivyo akibarikiwa na mimi Utabarikiwa. Haleluya. Kwa hivyo naomba Mungu akufungue wewe ya kwamba kupitia ndugu yako unaweza kubarikiwa. Nasema kupitia ndugu yako unaweza kubarikiwa. Ukiona Mungu anainua mmoja, tunashangilia, tunasema sifa kwa Mungu kwa sababu atatuinua sote. Na watu wa hiyo aina kumaliza vizuri. Haleluya. Ukikuta tumechoka sote na hatutamaliza, ni kwa sababu hatukutaka kujua ni nani tutasukuma atuongoze tumalize. Kwa sababu watu ukufa haraka wakikosa hekima ya nyuki. Nyuki huwa wengi lakini hawaendaji kiolela, huwa wanafuata kiongozi. Kwa sababu ninaamini hii, nisikize. Ninaamini mimi Ackson naweza kuogopa uwingi wa mbuzi zinazoongozwa na simba kuliko uwingi wa simba zinazoongozwa na mbuzi. Kwa sababu alivyo kiongozi ndivyo wafuasi walivyo. Hata wakiwa wote ni masimba, kiongozi akiwa mbuzi, kesho mtakuta simba zikula majani. Sasa jamani, jifunze kujua ni nani mwenye anabeba kenye unatafutaka. Na ukimjua, tunza hiyo kipawa yake. Kwa sababu kipawa chake kikiendelea, chako kinaendelea. Haleluya. Ukiona dada anaimba vizuri kanisani, anza kuabudu pamoja. Sio kumfukuza. Nilimwambia wenyewe ufukuza watu kanisani, huwa hawaleti watu kanisani. Unakuta mtu anaosha, anapiga deki, kazi yako ni kwenda kumweleza sasa, na wanakulipaga ngapi? Huwa wanakupea nini jamani? Umeshajitesa. Jamani, wao kwaje na kwako? Jamani. Hii ni tabia gani? Na wewe unaanza kusikia roho yako inaanza kufura. Na ndio unaamua natoka kanisa. Huyo mwenye kufukuza hakuna siku atapiga deki na hakuna siku ataleta watu kanisani. Nilikuja kukutangazia, ukiona mtu anafanya vizuri, ungana naye umsaidie. Kwa sababu hivyo ndivyo tutakavyomaliza vizuri. Kama unasikia sema amen. Amen. Katika familia, Mungu akiinua mmoja, muunge mkono tuendelee. Sio tunaanza kupigania shamba. Unakutana watu wanapigania shamba, hata ukiipima hivi haitoshi hata mahali wanaweza kumzikia. Lakini anapigania shamba ni kama watauana. Mimi na ndugu yangu tusemeshanagi tena. Ukienda kuangalia udongo wasemeshanagi tena nayo. Inakaa kama line. Lakini wasemeshanagi tena. Sema Mungu akiinua mmoja, tuache kucreate wivu za hovyo. Haleluya. Nasema haleluya. Wale ambao umaliza ukubali wengine. Na acha nikuibie siri. Apandacho mtu ukipanda kusaidia watu wasimalize vizuri, utavuna hiyo. Acha nikupe mfano. Mtu anaitwa Yakobo. Yakobo anategea. Ndugu yake anaenda kutafuta nyama, msosi, atengenezee baba chakula. Yakobo anategea, analetea baba. Kwa sababu baba ni kipofu, Yakobo kinamdanganya. Acha kuuliza siri. Yakobo alidanganyaga baba yake mpaka Mungu akaanza kuogopa Yakobo. Baba yake anamuuliza, "Wewe ni nani?" "Eti Esau." Akamwambia, "Sauti ni ya Yakobo. Mwili ndio." Siku Yakobo alikutana na Mungu ya kwanza. Swali gani ya kwanza Mungu alimuuliza? "Jina yako?" Kwa sababu Mungu alijua huyu anasemaka jina ya uongo. Huyu tamani wa kwanza kugeuza majina. Acha nimuulize nione kama hata mimi. Jina lako nani wewe? Kikasema Yakobo. Mungu akasema, ameshajua sasa. Apandacho mtu Hakuna hicho. Huyu Yakobo anasema uongo. Anachukua ukuu wa Esau. Anakimbia anaenda kwa mjomba yake Labani. Akifika huko, katika desturi ya Israeli, mkuu ambaye ni Esau alifaa kutumwa na mama yake aende aoe kwa mjomba, alafu mdogo aende aoe kwa mjomba. Huyu Yakobo ameiba ukuu, anakimbilia kwa mjomba, anaanza kujifanya kupenda mdogo. Apandacho mtu
Ulijifanya mkubwa utaoa? Wewe ulijifanya wewe ndiye Esau. Mke wa Esau alifaa kuwa Lea, utaoa Lea. Apandacho moto kikajifanya kionjo kikuu, lakini kikifika huko kinaanza tena rejo. Kumbe katika hali ya mbingu wanaangalia wanasema hiki sio Yakobo, hiki ni Esau. Usiku watakipea nani? Lea, kwa sababu alipenda kuwa mkuu, atafanya kuwa kupigania. Asubuhi akiamka, Lea, Biblia inasema hii jicho la Lea moja kwa angalia huko, na hii nyingine anapiga hapa hivi. Akiangalia mke mwenye urumbika. Sasa hii ni tabia gani mnanifanyia? Jamani, si unataka uwe Esau? Si unipigania kuwa Esau umepewa? Haikutosha. Siku moja watoto wake wakajua ya kwamba huyu jamani anadanganya babake. Na sisi tutamfanya nini? Tutamdanganya. Wakaja wakamwambia mtoto wako Yusufu apandacho mtu. Ngale jana nakwambia ukipanda jiandae kuvuna. Sifa kwa Mungu. Patia Bwana makofi mazuri. Huyo Mungu ni mwema. Kwa hivyo nataka ujue ya kwamba tutamaliza vizuri, kwa sababu tunakubali wengine na hatutaki kupanda mbegu zibaya. Lakini sasa kitu utaelewa ni kwamba nimekuambia utukufu wa Mungu huwa haukuji mahali hakuna kazi kumalizika. Kazi haijamalizika, usitarajie utukufu. Acha nikupatie mfano. Hapa kuna watu wenye wanasema kwa moyo yao, jamani, si ukiangalia hiki kiwall ni kizuri. Roho gani hapa tena tuingia, tunataka tutoke kwa hiyo hall tuende tutafute kanisa nyingine kubwa. Si tubaki tu hapa. Hiyo ni roho ya kutokumaliza. Inatoshekaga lakini kifaa kutoshekana. Kama unasikia sema nasikia. Utukufu wa Mungu huwa haukuji mpaka plan mlioipea Mungu muimalize. Yes, amen. Shida yetu sisi wachungaji huwa tunahurumia Wakristo wetu. Jamani, nikiambia Wakristo wangu watoe, wataona ni kama ni sadaka tu ndio niko natafuta. Kumbe usipowaambia watoe, unawafanya maskini. Kweli. Nisipowaambia watoe, jamani, nikiwaambia watoe wataona ni kama mchungaji siku hizi anaitisha pesa. Jamani, hiyo pesa unaiitishaga ndio tupate ingine. Usipoiitisha hatutapata. Niliwaambia sitatoesha. Wasitoesha wanafunza tu, si ndio? Usianze kuogopa mahubiri, barikiwa tu. Tutamaliza vizuri. Haleluya. Patia Bwana makofi mazuri jamani, Biblia inasema wakati walipoanza kujenga hekalu ya Yerusalemu, utukufu wa Mungu haukuonekana mahali mpaka siku walimaliza. Walipomaliza kazi, utukufu wa Mungu ukaijaza hekalu, hata kuhani haangelihubiri. Kwa nini? Kwa sababu utukufu huwa haukuji mahali pamekaa ukiwa. Kazi ikiisha, utukufu unakuja. Haleluya. Angalia jirani yako mwambie tutamaliza. Angalia jirani yako mwambie tutamaliza. Shida kubwa ambayo unafanya tusimalize ni nini? Kwa sababu wakati Mungu anapotupatia wenye watamaliza, tunaanza kuwaangalia kama hawafai. Sikiza kuambia siri. Siku moja Daudi akakimbia kutoka mbele ya Sauli. Na Daudi alipokimbia akaenda kwa pango inaitwa pango ya Adula. Na alipofika kwa pango ya Adula akajificha huko. Biblia inasema Mungu akamwambia ya kwamba nitakutumia watu ambao watakusaidia. Na Daudi akaanza kungojea watu. Na watu wakaja wa aina tatu. Haleluya. Mungu anamtumia watu wa kufanya nini? Watu wa aina ngapi? Watu wa kwanza waliokuja walikuwa watu wenye wamejaa madeni. Watu wa pili waliokuja walikuwa watu ambao wako na stress. Na watu wa tatu ambao walikuja walikuwa watu ambao wako discontented. Hawafurahii na maisha. Halo? Wakaja wakaambia Daudi tunakuja kuungana na wewe.
Acha nikuibie siri. Mungu akwambia atakutumia watu wa kukusaidia. Kisha akutumie wale watu 3. Utasema amekusaidia ama amekuteza? Njia za Mungu za kufanya watu wainuke ni kuwapatia assignment. Kwa sababu Mungu huwa hapromote mwenyewe hajamaliza kazi ya hiyo level. Angalia jirani yako, mwambie kwa kila ngazi ina pepo yake. Ina pepo yake. Every level has its own devil. Pepo ambazo napigana nazo sio pepo ambazo wewe unapigana nazo. Mimi napigana na pepo za kiuchungaji, wewe unapigana na pepo za kiukristo. Pepo za kiuchungaji zinataka sisi tuanguke usisikie neno la Mungu. Wewe hata hatukujui. Hello. Sasa elewa nikwambie, wakati Mungu anakuleta kwa kazi ya nguvu kuliko uweza wako, manake Mungu anataka kukufikisha kwa ngazi ya hiyo kazi. Haleluya. Mungu anakuja anambia Gideoni, wewe ni shujaa, ninataka kukutumia. Sio bado tumesoma sasa leo. Gideoni anamwambia, Bwana mimi sifai. Kwanza moja, hakuna kwenye kutumia. Wapi? Tanzania wapi? Ninajificha huko chini huko. Katikati ya makefu huko ninajificha. Hata mimi sitaki kuonekana, wa Midiani wanatutesa sana. Na Mungu anamwambia Gideoni, amka, shujaa, nitakutumia. Lakini utafanya kitu ya kwanza. Hauwezi kutumikia mimi Mungu na utumikie miungu ya baba yako. Vunja madhabahu ya baba yako. Ndio Gideoni alienda. Usiku tikisa kile kimungu cha Baali. Tikisa kimungu cha Baali. Mungu wa Baali anamaanisha the God of prosperity. Mungu wa utajiri. Tikisa akaangusha. Asubuhi watu wakaja. Wakasema tumechoka na Gideoni. Tunataka mtupatie Gideoni tumfanye nini? Tumuue kwa sababu amepiga Mungu. Sasa na nyinyi watu wazima mnatumikia Mungu mwenye mtu mmoja anaweza kupiga. Baba Gideoni akasema kwambia huyu Mungu ni mimi ndiye nimejengaga hapa. Kama huyu Mungu ni Mungu kweli, ajipiganie. Haleluya. Leo nimekuja kukutangazia kitu ya kwamba Mungu atakufanya uvunje miungu na madhabahu ya familia yako, na wala huyo miungu hatakumaliza wewe. Hatua ya kwanza ya kujua utamaliza ni wakati unaacha mahali ulikuwa unatoa chakula. Unakutana watu wengine walikuwa wanapata chakula kwa njia ya kuomba ama kwa njia ya kusema uongo. Unajua kuna mtu anaweza kuomba na hujue kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Tena asifiwe sana. Kabisa nimesikia roho yangu, Mungu anakupenda sana papa. Mungu anakupenda zaidi. Asante papa, kabisa nyumbani hatujui kama leo tutakula, lakini Mungu anaendelea kukupenda. Huyo mtu ameshakuomba. Ndio unakutana watu wako wanapeana tu maunabii tu haraka. Mungu ana mpango mzuri na wewe. Unaenda? Usiende hivyo. Wewe, hiyo ni madhabahu ya shetani, tuvunje kwa jina la Yesu. Ni wakati unatoka katika hali ya kufikiria kila mahali unaenda ni sharti usaidiwe. Wahubiri wengi wako na hiyo shida pia. Nimehubiri hapa sasa hivi, si ni ukweli? Si ninahubiri hapa. Ikifika siku ya kwenda naanza kuangalia bahasha hivi. Jamani, hakuna bahasha. Jamani. Hiyo roho ya wizi. Hubiri injili, Mungu atakupea kwa njia zake. Wakupe wasikupe haiko shida yako. Hubiri injili. Hata kuwa na roho ya kuomba. Ama nikimaliza tu kuhubiri hivyo naona Wakristo wanaanza kunifuata pale nje. Mchungaji tunashukuru kwa kutubariki. Ananiachia kangiri. Ninaangalia kama mchungaji hayuko na weka kwa mfuko na asante. Asante Bwana. Roho ya wizi. Na mwenye amekupea ni ujinga. Sikiza niwafunze leo. Madhabahu haya yana malaika wake. Ninachokifanya hapa ni akifanya chini ya upako wa huyo malaika wa hii madhabahu. Sasa ni umaskini
ndio inatufanyaga tunakosa amani. Tunakuwa tunaangalia nani mwenye anaweza kuwa na kapesa. Nitakupea namba yangu ya simu. Wewe acha kupeana namba zako za simu, kienda kuhubiri kwa wenyewe. Hubiri, maliza, watu wabarikiwe, ondoka, rudi wale unatoka. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndugu fulani ambaye Mungu alimwinua kwa hii nchi ya Kenya, nilikuwa nafanya mkutano mahali, nikiwa nafanya mkutano, mara moja Mungu akanipatia unabii wake. Na nikamwangalia, nikamwambia baada ya miezi 9 Mungu atakupa mtoto. Na kumbe alikuwa amekaa bila mtoto, anajua na anamjua vizuri. Sasa huyo ndugu nilipomwambia hivyo, baada ya miezi 9 akapata mtoto. Na alipopata mtoto akaleta nini? Gari. Akaja na gari. Akaniambia, mchungaji, nashukuru sana kwa sababu Mungu alikutumia na nimepata mtoto kijana kama vile ulivyosema. Na hiyo jina ulikuwa tumesema na wewe ndio tumempea. Sasa hii ni gari, ninatoa kama shukrani. Hapo Roho Mtakatifu akaniambia, hiyo mahali ulitoa hiyo unabii kwa kanisa yako? Nikasema hapana. Basi hiyo sio gari yako. Nikamwambia, tafadhali enda kwa mchungaji wako, umpe hiyo sadaka ya gari, alafu uje nikuombee. Haleluya. Haleluya. Tuhubiri injili iliyo hai. Ndio kwa maana nikikemea dhambi hapa ama nikikwambia Bwana amesema hivi, hamna faida nyingine isipokuwa ukweli wa neno la Mungu. Yes. Haleluya. Na wale watu ambao wameacha kuwa na roho ya pupa, huwa wanamaliza vizuri. Kama unasikia sema amen. Unakutana tu uko kwa kanisa, lakini na ndani ya kanisa uko na kanisa kako. Bwana asifiwe. Amen. Tusiko tunafuata sana kwa mtu mmoja. Tukienda sote hivyo atatupoteza. Inabidi kwa wale wenye watakuwa wanapingana na yeye ili kwamba tumonyooshe. Habari yako wa kupinga Roho Mtakatifu. Ama ndio kimsambadi? Ukitaka tumalize, tuongee lugha moja, tuende tumalize pamoja. Ili kwamba Bwana atuinue. Acha niwaambie siri. Kwanza nashukuru Mungu Baba kuona uko unafanya ujenzi na hawa Wakristo wote wako kwa ibada. Ujenzi ndio ya kwanza yenye inajulisha nani ndiye Mkristo. Unakuta mtu alihamia kwa kanisa kingine kwanza huko. Sio kwamba amehama, anakuja kumaliza. Sio kila mtu ana roho ya kumaliza. Angalia jirani yako, mwambie huyo sio wewe. Lakini wewe unajijua. Unakuta maana yake wakati kuna kitu ambao inahitaji watu wote wamalize, ndio unakutana mwingine anajitoa. Nilikuja kuibia siri. Hata ukiwa umechoka, utukufu wa Mungu uja watu wakimaliza. Hata ukiwa umemalizika namna gani, jipe nguvu ya kumaliza, kwa sababu kuna utukufu katika kumaliza. Watu wakifikia mwisho wanaona matunda. Wewe unataka kuvuna matunda ya mti ambao haijakomaa. Kuwa mpole. Haleluya. Haleluya. Nasema haleluya. Watu wenye kungojea kumaliza ni watu wenye kubeba utukufu. Sifa kwa Mungu. Lakini hata nikuibia siri. Kuna watu wengi kwa Biblia walishindwa kumaliza vizuri kwa sababu ya tamaa ya vitu vidogo. Mtu wa kwanza aliitwa Ruben. Ruben ilibidi yeye ndiye kutoka kwake kizazi cha Yesu Kristo kije. Uzao wa Yesu Kristo ulifaa kutokana kwa Ruben. Kama tunasemaga simba wa kabila, kama tunasema leo simba la kabila la Ruben, ilibidi iwe ya Ruben, kwa sababu yeye alikuwa mzaliwa wa kwanza. Lakini kwa sababu ya tamaa, Biblia inasema baba yake akamlaani. Tamaa yake ilikuwa nini? Akachumbia mahali moja na baba yake. Baba yake Yakobo akamlaani. Kwa hivyo baraka zikatoka juu ya Rubeni, ambaye angelichukua baraka wa pili aliitwa Simeoni. Ndiye alikuwa mzaliwa wa pili. Ndiye angelichukua baraka.
Lakini kwa sababu ya hasira ya Simeoni, na huyo watatu aliitwa Lawi, kwa sababu ya hasira ya Simeoni na Lawi wakalaaniwa, wakatoka kwa list. Wa nne akaitwa Yuda, akachukua baraka. Kumbe kuna watu wengi wamepoteza baraka ya jinsi wangelikuwa, na wanamaliza vibaya kwa sababu walikuwa na tamaa ya haraka. Walipupa haraka, waliringa haraka. Ukiweka tu 100,000 kwa mfuko unakuwa busy. Ndugu yangu, siku hizi tukua na kanisa, mchungaji, tuko pamoja kiroho. Wakati ulikuwa na shida, tulikuwa pamoja kimwili. Kila mahali tukienda, hata mahali tukutembea, mchungaji tunakusindikisha. Unahitaji muujiza. Hata muujiza ufike. Tunajua siku hizi shughuli ziko nyingi. Tuendelea kuombea. Ndugu mwingine alinifanya hivyo kwa kanisa. Huyo ndugu alikuwa anafanya nikisema toa wallet tuombe. Nataka kutabiri pesa. Atatoa wallet anaishika hivi. Ni kama tu wewe. Ukiomba Mungu akupe pesa unafungaga macho sana. Sio kweli? Ukitaka kutoa wewe unafungua vizuri. Usitoe 100 bob mahali ya 50. Mbona sasa hivyo unafungaga ukiomba? Huwezi kufunga ukitoa. Useme tu Baba nakushukuru kwa sababu ulinibariki. Na kisema ukikuta nyingine. Angalia jana ndio kumwambia huyo sio wewe. Tulikuwa kwa mkutano fulani na wewe ndugu yangu, rafiki yangu mwingine anaitwa Solomon Mkubwa, mnamjua? Tukiwa kwa mkutano, ndugu mmoja akakuja na furaha ya baraka, akagusa kwa mfuko, akaconnect, akampea pesa. Alipompea pesa, akarudi na furaha. Alipofika mbele, kumbe alikuwa anakuja kujifanya, unajua wale wanaendaga kutoa pombe, niliwaambia wanaitwa Wakristo kuku. Anafanya kelele nyingi na anatoa. Kumbe alikuwa amekuwa ameandaa 50 bob. Anakuja kujifanya hapo mbele ya watu, anakuja kubariki muimbaji na ka 50 kaki. Kumbe alikuwa ameweka $50 kwa mfuko mwingine, akasahau, akatoa 50, akaacha $50, akarudi na 50 bob. Alipofika katikati ya njia akiangalia, nimepeana $50. Akarudi tu pole tena kama mwenye anadance. Akamwambia baba ndio umechezo nimekupea baba. Mungu atakuwa ananyang'anya watu kwa njia tofauti. Umekuwa mgumu sana. Mgumu sana. Ndio kwa maana Mungu anakunyang'anya kwa njia zake. Unakuta tu anakunyang'anya tu, unajiuliza na ila unaenda wapi? Mungu amejipea. Ameona umekataa kuachilia. Sasa jirani yako mwambie tumalize vizuri. Kuna zawadi kwa wale wenye wanamaliza. Patia Bwana makofi ya baraka. Haleluya. Katika hii nchi ya Kenya, katika Afrika, roho za divorce zimekuwa nyingi, lakini nimekuja kutangazia kanisa, sisi wa Kristo tutakuwa tukimaliza vizuri kwa uzee wetu, tunamaliza safari tukiwa pamoja, tunaenda mbinguni. Kama unaamini sema haleluya. Tuko tukifanya kazi ya Mungu tukijua ya kwamba tutamaliza vizuri. Hata zoruba ya mahubiri ya kutangazia watu mabaraka ambazo hazieleweki ikija, tutahubiri injili ya ukweli, injili ya utakatifu, injili ya utakaso. Hakuna kumuona mbingu bila kuwa watakatifu. Haleluya. Na tukihubiri hiyo injili, bado miujiza itafanyika, bado watu watainuliwa, watu watajaa Roho Mtakatifu, na dunia itabadilishwa, kwa sababu wale walioamua kumaliza vizuri wanaendelea mbele. Haleluya. Haleluya. Sijui ni nini ambao ulianza kwa maisha yako na umeogopa kumaliza kwa sababu umechoka. Leo nimekuja kukutangazia, endelea, umalize. Haijalishi ulichokea wapi, amuka uendelee. Sifa kwa Mungu.
ndio? Huyu Gideoni mahali ilifika mahali fulani, Mungu akamwambia sasa, Gideoni, nataka kukutumia. Gideoni akamwambia, mbele unitumie, nataka nihakikishe wewe ni Mungu. Fanya hivi, mvua umande uwekwe huku nje ya nchi, lakini isiingie kwa ngozi hii. Mungu akamfanyia hivyo. Akamwambia sasa unisaidie, mvua inyeshe kwa ngozi hii peke yake, lakini isinyeshe kwa udongo. Mungu akamfanyia. Alipomaliza Mungu akamwambia sasa nitakutumia. Gideoni akasema, kama huyu Mungu wa hii muujiza ndiye Mungu, nitafanya nini? Nitamtumikia. Sasa Biblia siri, acha kufuata Mungu kwa sababu anafanyaga muujiza. Fuata Mungu kwa sababu yeye ni Mungu. Haleluya. Mungu hatumtumikii kwa sababu atatusaidia. Nife ama niishi, atabaki Mungu. Kwa hivyo tumikia Mungu si kwa sababu ya kile ambacho atakachokifanya, tumikia Mungu kwa sababu ya jinsi alivyo. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wako hapa anangojea tutuite wale wenye tutaombea wagonjwa. Tukimwombea asiposikia kanaishi. Walitudanganya. Walisema wewe pastor uko naomba direct. Watu wanakuwa na misiponi. Jamani, kuna aina mbili ya muujiza. Kuna yenye inaitwa instant miracle na kuna yenye inaitwa progressive miracle. Hallelujah. Instant miracle unaweza kupona hapo mara moja. Progressive miracle Mungu anaweza kukuponya baadaye nyumbani, anaweza kukuponya sokoni, na hiyo muujiza ilifanyika kitambo lakini anaitimiliza kwa muda wake. Sasa tuache kufuata Mungu kwa sababu ya vile anatufanya. Tufuate Mungu kwa sababu ya jinsi alivyo. Imani sio kuamini ya kwamba Mungu atatenda. Imani ni kuamini Mungu katika umungu wake atende ama asipotenda. Haleluya. Inua mkono wako kumbe sema, Bwana Yesu, utende ama usipotenda, nitakuamini siku zote za maisha yangu. Patia Bwana makofi mazuri. Gideoni akapima Mungu na Mungu akamuonyesha ya kwamba mimi utenda. Sasa hata uone sasa kile Mungu atamfanyia naye. Salipia Mungu mtihani. Mungu anamwambia Gideoni, enda uite watu wenye watakusindikiza kazi. Gideoni aliposimama tu hivi, Baba, kusema tu wanani wenyewe wanaweza kuungana na mimi tukomboe Israeli. Hapo watu 30,000 wakatokezea. Sikiza kulia siri. Ukifungua kanisa ya watu 30,000 hapa Kenya hii, hakuna watu wamejenga kanisa kubwa ya watu 30,000 Kenya nzima. Kanisa kubwa ni ya watu 20,000 iko Mombasa Road, na hawajaijaza watu. Ukijaza watu 30,000 kwa kanisa, sisi wote na bishop unatufanya ushers. Utakuwa unakuja unasema, sasa mnachunga nini nyinyi? Tutamkwe ushers huko. 30,000 wakaja kwa mwito mmoja. Gideoni akajua ya kwamba Mungu iko na mimi. Sikiza kuibia siri. Mungu kukushangaza na pesa nyingi haijamaanisha iko na wewe. Hata bila pesa bado iko na wewe. Maana ya jina Lazaro ni nini? Lazarus means God has given. Lakini kumbe Lazaro atagonjwa. Sasa swali ni hii, kenye Mungu alipeana kinaweza kugonjwa? Kumbe hata kikigonjwa bado ni Mungu alikipeana. I'm not talking to somebody here. Usione mambo yanafinyika unaanza kusema hapa hakuna Mungu hapa. Tulifikiria tu tutaenda tujenge kama mushrooms. Lakini mbona hii nyumba haiendelei? Hapa hakuna Mungu. Inaweza kusimama na bado Mungu. Mnaweza kuzorofika na bado Mungu. Lazaro alifariki na bado alikuwa amepewanwa na. Shida sio kufariki. Shida ni kubaki kaburini. Shida sio kushindwa. Shida ni kubaki kwa kushindwa.
Biblia inasema mwenye haki ataanguka mara 7 na mara 7 atafanya nini? Haleluya. Nilikuja kukutangazia ya kwamba kwa uhakika, hata kama mambo yako magumu, usiogope. Mungu yuko ndani yake. Hata kama mambo hayajatembea, usiwe na woga. Mungu yuko ndani ya hayo mambo. Jipe moyo, usonge mbele. Biashara inaweza kukataa kuendelea, lakini Mungu yuko ndani. Kazi inaweza kukataa kuzaa matunda, lakini Mungu yuko ndani. Promotion inaweza kukataa kuja, bado Mungu yuko ndani. Haleluya. Haleluya. Gideoni alipoona watu 30, nini ilifanyika? Alikuwa na haraka. Na haraka Gideoni ilikuwa ni nini? Mara moja akasema twende vitani. Mungu akamwambia utakuwa mpole. Watu 30 unawaona, lakini mimi sitatumika na wao. Ambia, tangaza hapo Gideoni, useme kila mtu ambaye iko na woga arudi. Akitaka kutangaza Mungu anambia ngojea, sio hiyo tu. Na useme kila mwenye alioa na hajamaliza mwaka moja aondoke. Gideoni akisema tu 20,000 ikaenda. Gideoni akasema Mungu haugawanya hata katikati. Unabeba 3/4. Unaniachia 10,000. Mungu akamwambia sijamaliza. Kai. Halo. Mambo yanaweza kutoka kuwa mengi kwa maisha yako, uyaone yanaenda yanapunguka. Hayapunguki kwa sababu Mungu hayuko na wewe. Yanapunguka kwa sababu kuna vitu ambavyo Mungu anafaa kutoka kwa maisha yako, havita fit destiny yako. Amen. Ukiona watu wanakuacha, acha kulia. Jua ya kwamba hawana nguvu ya kustahimili baraka zangu za mbele. Kila mwenye anakuacha wakati wanafikiria una shida, jua ya kwamba hawana uwezo ya kungojea baraka yako. Wakiiona watashikwa na butwa. Sasa Mungu anawatoa mapema ili kwamba ukifika mbele, jamani, I'm talking to somebody here. Nimekuja kukutangazia usilie kwa sababu mambo yanaenda chini. Mambo yanaweza kwenda chini kwa sababu Mungu anataka uwatoe walio chini uwalete juu. Haleluya. Amen. Angalia mwenzako mwambie unless he makes you nobody, he will never make you everybody. Sikiza nikwambie siri. Kama Mungu hajakufanya bure, hawezi kukugawanya. Ndio maana Biblia inasema Yesu akafanya nini? Akachukua mkate, akauinua, akaubariki, kisha tunapenda sisi wote watubariki, lakini wasitupeke. Unibariki tulibaki tu hapo. Ni sharti akuvunje ndio akugawa. Biblia inasema Musa alipokataa kuitwa mwana wa Farao, ili kwamba akaokoa taifa ya Mungu. Nini ilifanyika? Musa alikuwa na uwezo yote, kila kitu. Alisoma kwa shule nzuri katika nyumba ya Farao, kila kitu kilikuwa vizuri. Lakini ilibidi Mungu amtoe kuwa Musa, amfanye kuwa mtumwa katika nchi ya Midiani. Tuko pamoja? Amfanye mtumwa huko ili kwamba atakapokuja asiongoze wana wa Israeli kama boss. Awe ameonja utumwa ili kwamba awe kiongozi mzuri. Tuko pamoja? Mungu hakuvunji ili akuue. Anakuvunja ili kwamba ufiti watu wako. Mungu yuko na kuvunja ili kwamba ufiti watu wako. Ukiona mtu yeyote dunia hii anatembeaga hivi, usijiulize swali, huyo ndugu hajabeba sanduku ya Mungu. Wale wenye wamebeba sanduku ya agano hawawezi kuinua mabega, ni nzito. Wanakuaga hivi. Ukiona mtu anajifanya hivi, jua habebi Mungu. Mungu anatupondaga hizi. Mungu tuponda hizi. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo Gideoni, tuko tunaenda na wewe kwa hiyo somo. Gideoni akanyanganywa watu 20,000, akaachwa watu 10,000. Gideoni sasa akajua Mungu hawa 10,000
wataenda kupigana na watu 130,000. Ndio walikuwa wa Midiani wenye walikuwa wapigane na yeye. 130,000. Sasa ni shida ni nini? Mungu anamwambia hata wale 10,000 ni wengi, wapeleke kwa maji, wenye watalamba vibaya na wenye watalamba wakichunguza adui anatokea wapi. Nafikiri Gideon alijua general atapita, major atapita, captain atapita. Walipofika hapo, jamani, Mungu anasema mulambe maji, wenye watapita watalamba maji hivi. Akashangaa general. Gideon akasema, yo general amelala chini. Yo, huyu ndiye alikuwa tumaini yangu. Hapa ndio mahali tumaini yangu ilikuwa imelala. Lakini amelamba vibaya. Nafikiri Gideon anataka kusema, wewe usilabu. Mungu anamwambia acha. Hautasaidia mtu. Wale wote wenye Gideon alitumainia wakalamba vibaya. Ndivyo ulivyo sasa. Uliweka tumaini kwa mjomba, amekuacha. Ukaweka tumaini kwa ardhi, umeweka tumaini kwa shule yako, hakuna kazi. Ukaweka, Mungu anataka uache kuweka tumaini kwa generals, uache kuweka tumaini kwa majors, uache kuweka tumaini kwa, uweke tumaini kwake yeye, ili kwamba yeye akuinue wewe. Haleluya. Haleluya. Bwana anataka utoe tumaini yako yote kwa watu, uirudishe kwake. Na ukirudisha kwake, hata kama umechoka, utamaliza. Nasema hata kama umechoka, utamaliza. Hata kama umechoka, utamaliza. Gideon alipobaki na watu 300, Mungu akamwambia wale ndio utapigana na wao, wale ndio utaenda na wao. Nafikiri ingelikuwa ni wewe ungeandika barua, una resign. Hii ni kazi gani sasa hii? Nimeresign. Jamani, kwa pole. Utachoka lakini utamaliza. Kama mbingu zilisema utamaliza, utamaliza. Watu waongee kenye wanataka, wengine wanene kenye wanataka. Kama mbingu zimesema utamaliza, utamaliza. Watu waende njia zao, wengine wabuze uchawi, wengine wabuze urogi. Kama mbingu zilisema utamaliza, utamaliza. Hata ikiwa ni nini, utamaliza. Kama mbingu zilisema biashara yako itainuka, waende warudi walale warudie, utainuka tu, kwa sababu Mungu hainui kwa wingi ama kwa uchache. Mungu akisema atakuinua, hata kwa mboga atakuinua. Haleluya. Nasema haleluya. Mungu hainui kwa wingi ama kwa uchache. Akisema atakuinua, akisema atakubariki, hakuna atakayezuia, kwani yeye ndiye Mungu mwenye baraka zote. Hakuna mambo ya kujiuliza. Oh, nimesoma zaidi. Unajua watu wamesoma hawana kazi. Unajua PhD zingapi zinakaa chini? Na wao wanakuchukua, ukitengeneza sentence, unaanziaga mwisho unarudi mwanzo. Lakini wanakupea kazi. Haleluya. Haleluya. Niko na watoto wangu wawili. Mmoja anaitwa Dr. Naomi, mwingine anaitwa Dr. Joan. Dr. Joan ni mmoja anafanya kazi kwa serikali, ni mmoja wa county executive ama county minister wa Embu. Na sasa anafaa kwenda kwa seminar mahali inaitwa South Africa. Ilikuwa seminar ambayo ilikuwa imebeba pesa nzuri. Na ananipigia simu ananiambia, "Dad, ninataka kwenda South Africa. Nataka unitangazie kitu." Nikamwambia, "Utakapofika South Africa, unipigie, nitashukuru na wewe Mungu amekufikisha." Amen. Haleluya. Akaenda embassy. Alipofika wakamwambia, "It is too late. Hatuwezi kukupea visa na unaenda kesho." Akasema, "Dad aliniambia nikifika South Africa nimpigie."
Wakamwambia, utampigia dada yako, rudia nyumbani. Akawaambia, mnaninyima visa? Wakamwambia, ndio tunakunyima visa. Akarudi, akaja na hasira ya huyo embassy, akanipigia simu, akaniambia, "Dani uko wapi?" Nikamwambia, "Niko kanisani." Akaja akafika tu mbele yangu, nilikuwa nakuja na sadaka, akaweka chini hivi, kisha akaniambia, "Ulisema nikifika South Africa, sema ninaanza kesho, nitakupigia." Nikamwangalia hivi, kisha nikamwambia, "Ukifika South Africa, wanipigie simu, tashukuru Mungu." Akaniambia, "Hivyo tu?" Nikamwambia, "Ondoka sasa, kwa wengine wanataka kuniona." Okay. Akaenda. Alipotoka nje nikamwambia Mungu, embassy ya South Africa haijui huyu mtoto, lakini inakujua wewe. Natangaza afike South Africa, anipigie simu. Mungu, fanya hivyo. Nikakata simu. Nikakaje. Usiku akiangalia simu yake anaona message. Akisoma anaambiwa, "You applied for a visa and you are not given, but we reconsidered." Kwa hivyo kesho asubuhi kujia visa yako. Mbele aende kuchukua visa, akapeleka kwanza bagi airport. Akaacha bagi airport, akapeleka passport. Walikuwa wanabonga visa na mara moja anaenda kwa ndege. Ikifika kitu kama saa 6 za mchana, akanipigia akaniambia, "Dad, niko Cape Town." Nikamwambia, "Tushukuru Mungu sasa." Ama tukimza somebody. Ingelikuwa ni formula zingine, ungetoka jasho. Upige simu, utafute, ukose. Alafu useme Mungu huwa hajibu. Hapana. Amini Mungu katika umungu wake. Acha kutumainia. Rafiki yangu anaitwa Solomon mkubwa. Ananiongelesha tu kwa simu, tukiongea tu. "Halo, yes nabii, habari yako Solomon? Mzuri, uko salama ndio?" Solomon, ngoja nikwambie, ninaona wiki ijayo ukisafiri na ndege itafanya kwa hewa masaa 10. Akaniambia, "Huko ni wapi?" Naenda nikamwambia, "Saa 10 utahesabu." Tukimaliza kuongea, tukikata simu, invitation inatoka Denmark, inakuja kumwambia ya kwamba umealikwa wapi? Denmark. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kutoka Nairobi kwenda Denmark masaa, alafu nini itafanyika? Anaenda kuomba Schengen visa na anafaa kwenda kesho yake. Wanamwambia how qualify kupewa visa. What happened? Ananipigia. Nikamwambia, "Simama hapo kwa hiyo ofisi yao. Ninataka kufanya kitu." Akafikiria nina wajua. Sijui hata mahali ya ofisi ya Schengen inakuwa. Nikamwambia, "Simama tu kwa hiyo ofisi yao hapo, nataka kufanya kitu." Nikamwambia, "Mungu, ulisema atasafiri, umpe visa." Alikuwa anasimama hapo. Anaona huyo dada anasimama na kuja kusema, "Hey, by the way, unajua unakuwa mwimbaji mzuri sana wewe. Umeshanibariki sana. Watu wanapenda nyimbo zako sana. Leta passport yako." Just like that, he was given a visa to Denmark. The question is, wewe ni nini unataka Mungu akufanyie? Ukitaka muujiza, basi utaacha muujiza yako uchukue ya Mungu. Amen. Utaacha akili zako uanze kuchukua ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Mahali watu walikwambia umechoka na imeisha, hapo ndio mahali Mungu ataanzia. Kama unanisikia sana, nasikia. Mahali watu walikwambia umechoka na imeisha, hapo ndio mahali Mungu anaanzia. Kesho tuko tunaomba hapa kitu inaitwa kuvunja mzunguko. Maombi ya kesho ni kuvunja. Tumezunguka mahali moja muda ya ni sharti tuvunje. Lakini simama nikuombea leo kwanza. Simama kwa miguu yako tu.
Uko hapa una mpango ya kazi fulani ambao ungelitaka kuifanya, lakini umejaribu kuisukuma ukafika mahali ukaona pesa zimeisha, matumaini imepotea, ukaanza kuchoka. Nataka ukuje hapa mbele. Kama kuna kitu ulikuwa ukifanya na ukafikia mahali ukaanza kuhisi ni kama umechoka, hauwezi tena kuimalizia, kuja mbele. Tukuombee nguvu za kuendelea. Ni biashara unafanya na imekataa kuendelea, simama tu hapo. Ni kazi umeanza kuchoka, inua mikono yako mbele za Mungu. Do you have some ushers around? Now come. Ushers, just place yourself behind them. Roho ya kukatisha tamaa. Naomi, put your hand on her belly. Yes. Natangaza, toka ndani yake. Toka. Toka ndani yake. Toka. Toka. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Toka kwa jina la Yesu Kristo. Amani iliyoiwa, amani iliyopotea. Tuombe irudi sasa. Kwa damu ya Yesu Kristo. Irudi sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Irudi sasa kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa uweza wa damu ya Yesu Kristo. Amani. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Kwa damu ya Yesu Kristo, hutakata tamaa. Kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Oh, Jesus Christ, Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Mumsaidia kiti hapo, mumsaidia kiti hapo. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus. Toka sasa. Mwachilie sasa uhuru amalize. Kwa damu ya Yesu Kristo. 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 Hallelujah. Glory to you, Jesus. Glory to you, Jesus. Roho ya kukata tamaa iondoke. Na isirudi tena. Kwa jina la Yesu. Roho chafu isiyofaa, toka na usirudi tena kwake. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Hallelujah. Now you are here, you are here. You need God to do a miracle in the course of this week. You need a testimony in the course of this week. Unahitaji Mungu akupatie ushuhuda, akufanyie kitu. Kuja haraka tuombe, kuja haraka tuombe. Kama unataka tu Mungu akufanyie kitu, akupatie ushuhuda, kuja haraka, kuja haraka, kuja haraka.
nguvu zake zije juu yako, na uwezo wake ukutawale. Kila kilichofunga maisha yako kikuachilie, na sauti yake uisikie kwa jina la Yesu. Hii wiki akupe ushuhuda ya kipekee na uishuhudie kwa jina la Yesu. Uko hapa na wewe mgonjwa, unahisi uchungu mahali. Kwanza tuanze kwanza. Wangapi walikuwa hapa jana tukiwaombea na uchungu yao iliisha? Amen. 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 Umekuja leo, wewe ni mgonjwa, kuja tukuombee. Endelesha laini hivi. Hivyo tu hivyo. Good. Check to know the problems. Nataka kuona Mungu akiponya. Niangalieni jamani, niangalieni. Endelea tu. Unataka kuona Mungu akiponya watu? Imani yako iko wapi? Unaamini Mungu ataponya watu hapa leo? Kama unaamini, mpatiwe na makofi mazuri. Wow. Inua mikono yako kuwageukia watu. Sio wengi, tutaenda kwa moja kuja twende. Inua mikono yako upokee uponyaji tu mahali uko. Inua mikono yako. Hallelujah. Inua tu mikono yako, acha kuchoka. Inua tu mikono yako kwa watu. Tuende tufanye kazi ya Mungu mara moja. Niangalie dada yangu. Wewe ushike tumbo, naye ashike kwa miguu. Shike tumbo hivi. Asante Mungu kwa sababu huyu anapona leo. Na uponyaji huu anaupokea ni wa milele. Kwa jina la Yesu. Amen. Jisikize sasa. Imekuwa soft. Unahisi uchungu? Hauhisi uchungu? Unasikia mara moja imekuwa soft. Na miguu tujaribu. Jaribu tu kwanza uketi na usimame tuone. Jaribu tu hata hapa tu. Haraka. Simama. Tena. Inauma. Inauma hata sasa hivi. Na umegusa hiyo goti yake. Naamuru sahizi kila kitu kilikuwa kinasumbua miguu yako kiondoke. Na uwe mzima sasa. Amen. Ilikuwa nauma. Isikize sasa.
Nisikize vizuri, acha inauma. Iko sawa? To confirm. Tukimbie kidogo mimi nakuja hapa. Twende. Inauma. Hayuni. Turudi hapo kuja. Ulikuwa unakimbia hivi mbele? Twende basi. Iko sawa? Twende basi. Nataka upone. Kabisa. Saa hizi. Utapona. Inua mikono yako tu hivi. Shida ni. Inauma. Okay. Kwa hivyo naumiza hata saa hizi. Sawa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kwa Kiebrania ni namba ya ukamilisho. Tumekamilisha uponyaji wako sasa. Kwa jina uende. Kesho utampatia ushuhuda wako. Sawa. Imeisha hivyo. Imeisha hivyo. Inauma. Hata saizi. Maki ulipokuja hivi ikafunguka. Tumalize basi tu uponyaji wako. Niangalie dada yangu. Sema kutoka leo. Kifua utatii. Yesu wangu ni mponyaji. Na mimi ninatangaza sasa kutoka leo. Hiyo kifua yako isiwe tena kukusumbua kwa jina la Yesu. Netosha. Ipoza. Shetani, mwachilie sasa. Umemfunga ya kutosha. Lakini leo umwachilie sasa. Awe mzima sasa. Naachilia uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Ilikuwa inauma. Bado unaisikia? Imeisha? Just touch it. Angalia dada. Natangaza uwezo wa Mungu ushuke juu yako. Akushangaze. Akushangaze. Kwa sababu yeye ndiye ushangaza wengi. Kwa jina la Yesu Kristo sasa ninafanya surgery juu yako. Nguvu za uponyaji ziachiliwe juu yako kwa jina la Yesu Kristo. Watoto wa Mungu, aponyaye ni nani? Yesu Kristo ndiye. Yesu Kristo ndiye. Nasema Yesu Kristo ndiye. Hakuna ugonjwa hawezi kuponya. Nina rafiki yangu ambaye ni mwimbaji mkubwa sana Nairobi. Alipata shida ya kwamba walikutana kwa moyo wake kuna uvimbe ambayo imefura na ina usaa. Wakamwambia hiyo operation haiwezi kufanyika Nairobi. Ni sharti wafanye India, na ikifanywa vibaya mshipa moja ikikatika kwisha yeye. Na tulikuwa tufanye video mimi na yeye mahali fulani na ilibidi asije. Nikamwambia aje kwa sababu niliamini Mungu. Na nilipokuja nikamwambia leo
Hiyo operation ilikuwa inahitaji 1.2 million. Nikamwambia leo Mungu akupatie 1.2 million ya kula, sio ya kupea daktari. Haleluya. Hiyo usiku akiwa analala, akaona mtu anakuja anavaa kanzu nyeupe, akamwambia nimekuja, nimetumwa nikuja nikufanyie surgery. Na kuelezea kitu ambacho ninaamini siku moja, ni kwa sababu tu nilikuwa nikifanya mkutano Kongo, nimemwacha Kongo, lakini angelikuwa hapa hata niamini tungelikuja naye. Na hiyo usiku huyo mtu akamfanyia surgery. Lakini hiyo surgery yenye alimfanyia kwa ndoto, akamwambia sitaenda na hii ugonjwa yako, nitaiacha ili kwamba uje ukiona. Alipoamuka akakuta nguo yote yenye anavaa inajaa usaa na damu, lakini pia hiko kinyama kinyo walimtoa kiko kwa kitanda, na hapa pana kidonda, lakini sio tena ndoto. Na kutoka siku hiyo ni mzima tena mzima. Kama haujawahi kuona nguvu za maombi, ni kwa sababu haujawahi kuomba. Utakapoanza kuomba, utaona nguvu za maombi. Tuendelee kuja wengi na kutarajia kwamba Mungu atatufanyia miujiza. Kesho tuwe hapa tukitarajia muujiza. Inua mkono wako mahali uliko. Sema Bwana Yesu, hata mimi niko katika uwepo huu. Nafasi huko wewe ufanya miujiza. Nikumbuke leo, kumbuka familia yangu, kumbuka watoto wangu, kumbuka ukoo wangu. Utufungue leo kutoka laana, kutoka uchawi, kutoka uganga. Futa jina zetu baadhi ziliandikwa zisipofaa. Damu yako itufaishe leo. Damu yako itufanyikishe siku ya leo. Chukua dakika moja, anza tukuambia Bwana asante. Ambia 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 Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Haleluya. 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 Mwambie Bwana asante. 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 Upatie Bwana makofi, mwambie asante. Mwambie Bwana asante. Mwambie Bwana asante. Basi wacha tushukuru Mungu alafu tupate kutoka. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tuarisifu jina lako, tuakutukuza kwa maajabu ambayo umeyatenda. Bwana, wapendwa na watoto wako wanapotoka, neema yako itoshe kila mmoja. Bwana, mubariki mtumishi wako ambao amehudumu jioni ya leo, Jehova, kwa ajili ya utukufu wako. Umuneemishe, umuinue, umupe nguvu mpya tena Bwana, kwa ajili ya wiki hii Jehova. Tunatarajia makuu, tunatarajia uwepo wako kutoka kiwango kuingia kingine kwa ajili ya utukufu wako. Wabariki wapendwa Jehova, yale yamesalia Bwana, tenda kwa utukufu wako kwa kila mmoja Jehova. Inua imani ya kila mmoja wetu kwa ajili ya utukufu wako. Na ni katika jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu nimeomba na kuamini. And may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now. Kesho ni saa kumi tufike mapema na tutabarikiwa pamoja. Neema ya Bwana iwatoshe. Asante kwa kuja kwenu. May the glory of the Lord be with you. Be blessed. Be blessed.